Mwaka 2025 ulikuwa mwaka wa maamuzi makubwa kwa taifa la Tanzania. Mwaka ambao sauti ya wananchi ilipimwa kupitia kura. Huu ni mwaka uliobeba matumaini, ushindani, mvutano na mwanzo mpya wa uongozi. Daily News Digital inakuletea simulizi ya safari ya uchaguzi mkuu wa Tanzania kwa mwaka 2025, kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Tukianza na kabla ya uchaguzi. Kabla ya siku ya kura, maandalizi hufanyika kwa miezi kadhaa. Msingi wa uchaguzi hujengwa kupitia sheria, taasisi na ushiriki wa wananchi, ambapo hapa uandikishaji wa wananchi kwenye daftari la kudumu la kupiga kura hufanyika, sambamba na vikao vya ndani vya chama kujadili watakaopeperusha bendera za chama husika kwenye uchaguzi. Tume Huru ya Uchaguzi INEC ilitangaza ratiba rasmi, huku mamilioni ya Tanzania wakijiandikisha kushiriki haki yao ya kikatiba. Daily News Digital kupitia kipindi cha Kijiweni tulipita mitaani kutaka kufahamu shauku ya wananchi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, na haya ni miongoni mwa yale yaliyozungumzwa. Yes, mambo vipi mwana Kijiweni mwenzangu? Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa kujadili yale yaliyopo kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, ambapo leo tunakutana na wasafiri wanaotumia usafiri wa umma, na safari yetu inaanza hapa kituoni Mwenge, Dar es Salaam kwenda Buza, kufahamu mchaka wasafiri wanazungumza nini kuhusiana na masuala mazima haya ya uchaguzi mkuu. Kipi ambacho wanakifahamu, lakini ni kiongozi gani ambaye anamtaka kuelekea katika uchaguzi mkuu, yote utayafahamu haya. Mimi ni Alfred Kavisha, nipo sambamba na Ismail Kawambwa, tunaambatana hapa kutoka Mwenge, Dar es Salaam mpaka Buza. Tufahamu wasafiri wanafahamu nini, wasafiri muda wao uko vipi, lakini je, hawa makonda na madereva wanafahamu nini kuelekea Oktoba 29? Ambatana nasi mtazamaji wa Daily News Digital ukafahamu mengi waliobeba wasafiri hawa. Safari ndio kwanza inaanza na haya ndio ambayo yanazungumzwa. Kwanza uchaguzi mkuu kwanza uwe wa amani na wa huru na wa haki. Hilo ni moja. Lengo la kupiga kura hasa kwa wananchi unalifahamu? Ni kuchagua kiongozi bora. Kiongozi bora ni nani? Ama ni yupi? Ana sifa zipi? Ambaye anajali wananchi wake na anajali nchi yake na anaongoza kwa imani moja. Kuna dada hapa ambaye yeye ni kijana kabisa. Pasi na shaka uchaguzi huu ni uchaguzi wake wa kwanza. Ndivyo? Ulishawahi kushiriki uchaguzi? Hapana. Huu ni uchaguzi wako wa kwanza. Kuna hamasa kiasi gani kuhakikisha unapata haki yako hii ya kimsingi ya kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa madiwani, bunge, lakini pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Na hamasa kabisa kushiriki kwa sababu ndo kwanza naanza kushiriki, kwa hiyo nina shauku kubwa ya kushiriki kuchagua kiongozi ambaye ni bora. Kwako wewe kiongozi bora ni yupi? Ana sifa gani? Kiongozi ni bora ni yule anayewasikiliza wananchi, kitu gani wanataka, na ambaye anatekeleza wajibu wake kwa kila mwananchi. Wewe kama kijana, kiongozi gani hasa unamtaka kwa ajili ya kusikiliza maslahi yako na kuyafanyia kazi kuhakikisha vijana mnasonga mbele? Mimi nataka kiongozi ambaye atapata haki na wajibu wa nchi, na ambaye hatakuwa anaangalia habari za rushwa, hatakuwa anaangalia mambo ambayo hahitajiki katika jamii, bali atakuwa anasisitiza maendeleo katika jamii. Uchaguzi mkuu tumbo joto sasa kwa wale ambao wanatamani kupigiwa kura, lakini sisi ambao tunapiga kura pia tumbo ni joto. Tunawaza nani atasimama kama kiongozi wetu kwa miaka 5 ijayo. Wewe umejiandaje kwanza? Mimi binafsi nimejiandaa vizuri sana na nimefanya zile taratibu zote ambazo zinatakiwa kama mwananchi kuweza kupiga kura. Wewe unamtaka kiongozi aina gani hasa? Ndio kiongozi ambaye anasikiliza wananchi wake, kupata yale ambao wananchi wanahitaji kwa kutimiza kwa wakati bila kuleta shida yoyote au ngolongo zozote zile. Umejiandikisha kupiga kura? Nimejiandikisha. Hii mara yako ngapi unakwenda kupiga kura? Ni mara yangu ya kwanza. Unajua mara ya kwanza bwana, mimi nikupe mimi pia nilipokuaga mara yangu ya kwanza hapo awali. Yaani unakuwa unawaza hii kitu nilikosa nikaikosa, sasa hivi ni wakati wangu. Hebu niambie shauku inakuaje? Yaani umekaa benchi sana mpaka sasa hivi ndio umekuja kufika.
Mwanzoni nilikuwa naona watu wengine wanaenda kupiga kura, nilikuwa natamani sana mimi siku moja nje kupiga kura. Kwa wakati nitakapoenda kupiga kura nadhani nitakuwa na hamasa sana wahi hata kufika mapema eneo cha kupiga kura na mimi nipige ya kwangu. Kwa nina shauku kubwa sana kufanya hivyo. Sisi tumeamua kuwafuata wananchi kwenye maeneo kama haya. Ilikuwa ngumu kiasi gani kwa ninyi kupata masuala haya ya uchaguzi kabla ya huduma kama hizi za kufika kwenye mabasi nini? Ilikuwa ngumu kiasi gani kupata elimu ya masuala ya uchaguzi? Kwa upande wangu mimi kama ni mimi ni mwanafunzi. Unasoma wapi? Mimi nasoma chuo cha veterinary RITA cha mifugo. Nilipata muda yani unakuta unapata hii elimu unaweza kupata ni sehemu chache sana, lakini maeneo mengi huwezi kupata elimu kama hii. Lakini kwa sasa hivi hata pale chuoni kuna mtu mwingine anakuja anatuambia unaweza kupiga kura, unaenda kanisani unakutana na mtu kupiga kura. Kwa hiyo sasa hivi imerahisishwa zaidi, sio kama mwanzoni vile kwa sisikiaga ya mambo nilikuwa sinaga hamasa hivi vitu. Kwa sasa hivi nazidi kupata hamasa zaidi ya kufanya kupiga kura. Wewe jina lako nani? Naitwa Henoko Sehelele. Henok? Henok. Henok. Asante sana Henok na nikutakie safari njema. Asante sana pia. Safari inaendelea. Tupo hapa katika daladala hii iliyotoka Mwenge kuelekea Tandika, lakini Tabuza pia huko. Na kubwa ni masuala mazima ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 watu wakienda kuamua. Umesikia Henok anakuambia ni mara yake ya kwanza, alisugua benchi sana, lakini sasa wakati umefika shauku yake ni kubwa mno. Anakuambia yeye anaona kama siku haziendi hivi. Wewe uko ulipo vipi? Unaitamani Oktoba 29 kama Henok? Kama ndivyo tunakuja kwenye kijiwe chako uje ukatuambie pia. Kawambwa, umeona shauku ya wale ambao wamesubiri benchi kwa muda mrefu ilivyo Kabisa. Unajua kundi ambalo linapata changamoto kubwa ni kundi la vijana ambao hawa kabla ya kuwa vijana sasa hivi walikuwa ni watoto. Kwa hiyo ni miongoni mwa makundi maalum, makundi ambayo kwenye jamii mara nyingi wanapitia manyanyaso, wanapitia madhila mengi ambayo hawawezi kuyasema, hawana sehemu ya kujitetea. Sasa makundi kama haya yanapokuwa sasa ni vijana, yanaona hii sasa ni fursa yetu ya kueleza kwamba nini hasa inapaswa kiboreshwe kwetu sisi, ili mradi kuweza kuwa na maisha bora zaidi kwa watoto na vijana wenzetu. Lakini pia sio tu kwenda kupiga kura, vijana hawa pia ni wanahitajika zaidi katika kugombea. Unakumbuka Rais Samia Suluhu Hassan katika vikao vyake vya chama aliwahi kusema sasa tunatamani kuona mwitikio mkubwa wa vijana. Wagombea ambao Chama cha Mapinduzi inatamani kuwapata ni kundi kubwa la vijana, sio wale watu wazima, kwa sababu hata takwimu zetu za mwaka 2022 sensa yetu inaonyesha vijana ni kundi kubwa zaidi kuliko kundi lolote ile nchini Tanzania. Tarehe 28 ya mwezi Agosti mwaka 2025 pazia la kampeni linafunguliwa rasmi na litadumu kwa miezi takriban miwili. Kwako wewe ni muda wa kutenga sasa kwenda kumsikiliza. Hivi huyu diwani ambaye mimi natamani aniwakilishe anajua changamoto zetu? Ataenda kufanya nini kuhakikisha tunasonga mbele? Lakini pia hali kadhalika kwa mbunge hivyo. Mbunge wangu ana fursa, anatosha kwenda kuniwakilisha bungeni katika kipindi cha miaka hii mitano. Vivyo hivyo upande wa rais ambaye mwenye dhamana kubwa ya watu zaidi ya milioni 60 kuhakikisha ustawi wao. Kwenye usukani leo sikuwa peke yangu, nilikuwa na konda mwenzangu hapa. Wakati mimi nikipiga story kule, huyu ndo alikuwa anaendelea kupokea changes na kuhakikisha kwamba watu wanafika makwao. Sasa unajua kama kuna watu ambao wanapitia mengi kwenye daladala ni akina sisi makonda, kwa sababu unamkuta mtu amekuja zake amenuna, wengine unamwambia nauli 600 anakupa 500 tu, lakini inabidi tabia zote hizo uishi nazo, usikasirike. Na Alfred, miongoni mwa baadhi ya changamoto za abiria, kuna wakati gari yako wewe kinwasu kabisa umeipokea, lakini kutokana na mashimo ya barabarani unakuta gari inakuwa bovu hadi abiria wanakukimbia wakati gari. Acha, inaniumiza sana. Nitalia hapa ndugu yangu. Sasa ndugu yangu, tuko hapa tumefanya mjadala mkubwa sana hapa kwenye masuala mazima ya uchaguzi. Nataka kufahamu kutokana na shughuli zako.
Tuchukue mtu au unachukua upande kidogo. Ndio shughuli zetu zamani, tuvumilie kidogo, ndio shughuli lama tu tukisema mambo yanakwenda sawa. Kutokana na shughuli hizi, hivi ulipata nafasi ya kwenda kujiandikisha? Bwana, nafasi sijapata. Nafasi hujapata? Nafasi ya kujiandikisha kusema ukweli sijapata. Baba, ulishindwa kuchomoka hata kidogo tu. Unajua unapata wapi ukiingia saa 10 usiku na wala saa 6. Wewe muda unapata wapi? Si ukisema pumzike nyumbani basi umelala tu. Hiyo nafasi tunahitaji, lakini ndio tunataka tunaheshimu. Hapa tunapata darasa kwamba kuna wakati inabidi tuwatembelee pia watu kwenye maeneo yao ili tuhakikishe kwamba tunalifikisha vyema jambo hili kwenye kujiandikisha na masuala mengine ambayo yanahusu masuala mazima ya nchi. Umesikia kwenda mwenzangu hapa anakuambia kwamba alikosa nafasi ya kwenda kujiandikisha, lakini haimzuii kuwa na shauku ya kile ambacho nakitamani kwenye uchaguzi mkuu. Yapo unatamani kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29? Ni kweli, yapo. Yapo mengi tunayatamani. Tamani mambo mengi sana yawepo katika uchaguzi mkuu. Na pia kuna changamoto nyingi sana endapo kiongozi huyo tukipata kiweza kuzitatua itakuwa ni vyema zaidi. Sema changamoto nyingi unatupa mafumbo kidogo. Changamoto zipi hizo ili tuzifahamu na sie pia? Changamoto hizo zilizokuwepo kama hivi unavyoona sasa hivi hapa. Kuna nikaanza kuuliza, lakini angalia foleni jinsi ilivyokuwepo ya malori. Sasa kiongozi ambaye sio mhitaji, mimi binafsi katika sisi watu madaladala kwa sababu sisi tunapenda dauti tuende na kurudi tu, na kama hivi na kwa changamoto za kazi zetu sisi. Kwa tunapata kiongozi ambaye aturahisishie hili swala liwe jepesi. Haya malori yange sehemu yake na sisi dada ni sehemu yetu. Ndio kama sisi tunafanya kazi yetu hii. Kuna barabara hii sehemu jinsi ilivyo malori kibao imetapakaa, yani njia ya kupita hakuna. Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo tunakutana nazo katika kazi zetu. Tumepata fursa ndani ya kijiweni, tumepata ndugu zetu ambao ni kundi maalum, kundi la watu wenye ulemavu ambao wao kwa mujibu wa serikali ambayo ipo madarakani muda huu wanatoa 10% ya mkopo kwa kundi hili la watu wenye ulemavu, makundi ya wanawake lakini pia makundi ya vijana. Lakini bado pamoja na haya mengi mazuri ambayo yamefanywa, wana mengi ambayo wanatamani watekelezewe. Sisi kama Daily News Digital ndani ya kijiweni tutakuwa hapa kupiga mastori na kujua wenzetu hawa wanahitaji nini hasa, changamoto zao ni zipi, nini hasa, mwakilishi gani wanayemtaka. Natamani kabisa kupata viongozi mmoja wapo kufikiria kundi la wenye ulemavu, yani kundi maalum la wenye ulemavu hasa wa macho, kujua kwamba hawa watu wana maisha gani. Je, tuwafungulie dirisha maalum la robo angalau mshahara kwa mwezi. Basi tunamtamani mtu wa namna hiyo tuwe tunampata, yani maana yake tukishampata mtu wa namna hiyo basi tunajua na sisi kumbe tumo katika masuala ya kijamii. Sawa sawa. Je, umeshiriki ama uko katika jumuiya mbalimbali za watu wenye ulemavu na mnatumia fursa hiyo kupaza sauti yenu? Tupo katika jumuiya hiyo na hasa vyama vyetu vipo kama TLB na vyama vingine vinavyoendesha mambo hayo, lakini bado halijatokea au hatujapata kusikia jambo kama hilo la kusema kwamba hawa walemavu wa macho basi na sisi sasa tuwe tunawafikiria kama jamii maalum. Je, inaishi vipi maisha yao, wako vipi, wana familia, wana watoto, tuwafanyie angalau robo mshahara kwa mwezi, tuwafungulie dirisha maalum. Tunataka kiongozi wa namna hiyo. Lakini je, unafahamu kwamba kuna wabunge maalum kwa ajili ya kuwakilisha kundi hili maalum la watu wenye ulemavu? Wabunge maalum wapo, lakini kama wabunge maalum wapo, tunawatamani hao wabunge wawe wanakuja sasa katika hivyo vyama, kuja kutujua sasa sisi mazingira yetu na maisha yetu yako vipi. Uteuzi wa wagombea. Hatua ya uteuzi wa wagombea ilileta taswira halisi ya siasa za ushindani. Vigogo kadhaa walipitishwa huku wengine wakiachwa nje, hatua iliyozua mjadala mkubwa wa kisiasa. Wakati wa kampeni, kipindi cha kampeni kiligeuka kuwa jukwaa la hoja, sera na ahadi. Uchumi, ajira, huduma za kijamii na mustakabali wa vijana vilitawala mijadala ya wagombea waliokuwa wakinadi ilani za vyama vyao. Tukiingia madarakani, tutaifanya habari sio tu kuwa sekta, bali kuwa muhimili kama ilivyo serikali, bunge na mahakama. Kama mtatupeleka Ikulu mwaka huu, na inshallah mfanye hivyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi tutasimamia maadili. Ndugu wa Tanzania, ahadi yetu kwenu ni kuendelea kulilinda taifa la Tanzania na kuleta ustawi wa kiuchumi
na kijamii. Ushiriki wa wanawake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, wanawake walionekana si tu kama wapiga kura bali pia wagombea na viongozi wa kampeni, ambapo jumla ya wanawake 4 waligombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi wa mwaka huu 2025 ni wa kihistoria kwangu binafsi, kwa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa nchi yetu kwa ujumla. Historia itaandikwa kwamba huu ni uchaguzi wa kwanza kufanywa na nguvu zetu wenyewe wa Tanzania, kwa rasilimali zetu wenyewe. Lakini la pili ni uchaguzi ambao kati ya vyama 17 vilivyoshiriki, wagombea 4 ni wanawake. Hata katika nafasi za ugombea mwenza, wanawake wamejitokeza kwa wingi zaidi. Siku ya uchaguzi Oktoba 29 iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu iliwadia. Ifahamike kwamba siku ya uchaguzi ni siku ya kihistoria, siku ambayo wananchi hutumia kura kama sauti ya maamuzi. Katika maeneo mengi nchini, zoezi lilifanyika kwa utulivu, huku changamoto chache zikijitokeza katika baadhi ya vituo. Baadhi ya maeneo zilifanyika vurugu na kutishia kuathiri mchakato wa uchaguzi, lakini vyombo vya ulinzi na usalama vilisimama imara na kurejesha hali ya usalama wa taifa. Baada ya uchaguzi, baada ya kura kuhesabiwa, taifa liliingia kipindi cha kusubiri na kutathmini matokeo. Novemba mosi mwaka 2025, ikiwa ni siku 2 tu tangu kufanyika kwa uchaguzi huo, Tume Huru ya Uchaguzi ilimtangaza mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti hicho kwa asilimia 98. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uapisho na serikali mpya. Novemba 3 mwaka 2025 zilifanyika sherehe za uapisho wa rais, hafla iliyofanyika mkoani Dodoma na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema alitoa hotuba fupi akiwakilisha marais waliofika katika tukio hilo, hotuba iliyoacha mijadala kila kona. I want to appeal to the people of Tanzania, mainland, Zanzibar, Pemba and others, that what you have enjoyed over years, decades, must be protected at all costs, and that all of us in this region, on our continent, must work day and night tirelessly to maintain peace, security, stability for development. Ukawadia wasaa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhutubia taifa baada ya uapisho, ambapo hapo alipanda mbegu mpya za matumaini kwa Tanzania baada ya heka za uchaguzi. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Baada ya uapisho, Dr. Samia Suluhu Hassan alianza rasmi kazi, ambapo aliunda serikali yake, ikiwa ni pamoja na kumteua waziri mkuu mpya pamoja na baraza la mawaziri. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akirithi kiti cha Kassim Majaliwa aliyestaafu katika utumishi wa umma. Mambo yalikuwa hivi wakati jina la Mwigulu likitajwa bungeni. Nimemteua Mheshimiwa
Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Baada ya kukamilika kwa mihimili mkuu inayounda serikali, shughuli za ujenzi wa taifa ziliendelea, ambapo teuzi za viongozi katika nafasi mbalimbali ziliendelea kufanyika na taifa likarejea katika maisha ya kawaida, na kwa sasa maisha baada ya uchaguzi yapo kwenye usukani. Simulizi hii ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 imeandaliwa na Alfred Kavishe, Ismail Kawambwa pamoja na Rebecca Gregor. Hii ni Daily News Digital.